Amina. Tunaendelea. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea na nini? Na mfululizo wa mafundisho. Haleluya. Amen. Na mafundisho yetu yanahusu sikukuu 7 za mwaka Mungu alipeana katika Israeli, zilizo na uhusiano mkubwa sana na wokovu wetu. Haleluya. Amen. Zilizo na uhusiano mkubwa na wokovu wetu na maisha yetu ya kiroho. Tuombe. Baba, tusaidie tunapoendelea hata siku ya leo kujifunza mpango wako wa ukombozi. Mapenzi yako yatimizwa kupitia Yesu Kristo tumeomba. Amen. Walawi 23 mstari wake ni mstari wa 4. Mstari wa 4. Walawi 23 mstari wa 4. Ndio. Inasema hivi, sikukuu za Bwana ni hizi, makusanyiko matakatifu ambayo mtaipigia mbiu kwa nyakati zake. Ndio. Hebu sikia. Yanaitwa makusanyiko matakatifu ambayo yatapigiwa mbiu kwa wakati wake. Kwa hivyo Mungu alisema makusanyiko hayo yafanywe na yafanyike wakati wake, yasizidishwe na yasipunguzwe. Wakati umeamriwa ifanyike hivyo hivyo. Twende. Inaendelea namna hii. Mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Sikukuu ya kwanza iliyokuwa inaanza mwaka katika Israeli inaitwa sikukuu ya Pasaka. Na Biblia inasema ilikuwa inafanyika mwezi wa kwanza siku ya 10 na ngapi? 14. Ndio, tarehe 14 ya kila mwezi wa kwanza. Mungu akasema itakuwa Pasaka ya Bwana. Ilikuwa inafanyika jioni ya tarehe hiyo 14. Tuliona kwa nini inakuwa ndio sikukuu ya kwanza. Tukaona ni kwa nini. Tukasoma Kutoka 12 kuanzia fungu la kwanza kuteremka. Ikatuelezea ndio siku Waisraeli waliokolewa kutoka nchi ya Misri. Ndio. Na Mungu akawaambia siku hii itakuwa siku ya kwanza ya miezi kwenu. Kwa hiyo katika mwaka walikuwa naanzia hiyo siku. Na ndio maana inakuwa sikukuu ya kwanza inaitwa Pasaka. Kwa sababu siku waliokolewa kutoka utumwani walichinja kondoo ama mbuzi, wakapaka damu kwenye mimo miwili ya nyumba ama pale kwenye kizingiti. Hiyo damu malaika wakuu walipokuja usiku kule Misri kuwakaua wazaliwa wote wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama wa Misri, na yeyote ambaye alikosa kupaka damu. Bwana asifiwe. Amen. Walikuwa nakula na mikate ambayo ni michuu, mikate ambayo haijatiwa chachu. Walikuwa nakula tena na nini? Pale Misri walikula na mboga chungu. Kwa nini mboga chungu? Kuonyesha kazi nzito waliokuwa limefanyizwa zaidi ya miaka 400 wakiwa utumwani. Tuko sawa? Bwana asifiwe. Amen. Sasa hiyo Pasaka ilikuwa inaendelea katika Israeli. Na tukaona walikuwa wanachinja, uchinja mbuzi, kuchinja kondoo, mbuzi ama kondoo, makafara yanatolewa. Yesu alipokuja, tukasoma Korintho wa kwanza 5:7, tukaambiwa Yesu ndiye Pasaka wetu. Alichinja. Kwa hivyo leo hatuchinji kondoo wala mbuzi katika makafara ama ibada za makafara, maana kuna kafara ya Mungu iliyotolewa kwa ajili yetu ambayo ni Yesu. Na Yesu akatuachia kile tutakuwa tunafanya kukumbuka hiyo Pasaka. Sisi wa Kristo leo kuna ile tunakumbuka hiyo sikukuu kwa njia gani? Tunakumbuka hiyo sikukuu ya Pasaka, tunakumbuka Pasaka wetu ambaye ni Yesu kwa njia gani? Kwa njia gani? Kiongozi wa nyimbo, kwa njia gani? Kuna nini?
kula Pasaka. Tunakula nini na nini kwa Pasaka? Tunakula mkate ulio nini? Mwili wa Yesu. Alafu nini nyingine? Tunakula divai iliyo nini? Damu ya Yesu. Kwa hivyo bado ile sikukuu bado ipo kwa Wakristo wa kweli, lakini kwa njia gani? Kwa njia ya kula mkate mwili wa Yesu na kunywa divai damu ya Yesu, ikitukumbusha makumbusho ya kifo cha Pasaka wetu aliyetufia akatuokoa kutoka dunia ya dhambi akatuweka huru, ambao ni Yesu. Haleluya. Hiyo tuliona Pasaka ni ya maana kwako na kwangu. Sikukuu ya pili ni gani? Tuendelee msomi. Inasema hivi, na siku ya 15 ya mwezi ule ule ni sikukuu kwa Bwana ya mikate isiyotiwa chachu. Mutaila mikate isiyotiwa chachu muda wa siku 7. Tuendelee. Siku ya kwanza mutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yote ya utumishi. Angalia, tarehe 15 sikukuu ya pili inaanza tarehe 15 mwezi wa kwanza. Kesho yake ukitoka tarehe 14 siku ya Pasaka, kesho yake tarehe 15 ndio tunaingia sikukuu ya pili, ambayo inakuwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na inaliwa kwa siku ngapi? 7. Kwa siku ngapi? 7. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia ikatuambia siku ya kwanza katika hizo siku 7, siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Tukaona ilikuwa inaitwa Sabato. Bwana asifiwe. Na walikuwa pia wanatoa makafara. Ukiendelea hapo chini utasikia wanachinja. Sabato za makafara. Kusanyiko takatifu. Na tukaona kitu kingine. Wakati hiyo siku ya kwanza katika hiyo sikukuu ya siku 7 ya mikate isiyotiwa chachu inafika, siku ya kwanza inaitwa kusanyiko takatifu ama inaitwa Sabato. Angalia, kama hiyo Sabato ya tarehe 15 mwezi wa kwanza ingekutana na Sabato ya siku ya 7 ya amri ya 4 katika amri 10, inaitwaje? Sabato hizo mbili zikikutana inaitwaje hiyo Sabato? Inaitwa Sabato kubwa. Amen. Kwa nini? Sabato ngapi zimekutana? 2. Sabato ya sikukuu hii ya siku 7 ya mikate isiyotiwa chachu siku ya kwanza, na Sabato ya siku ya 7 zikikutana, na ndio tukaona Yesu. Yohana 19 tuliona fungu la 31. Yesu alikufa ile siku, alikufa Ijumaa, ilikuwa ndio kafara zilikuwa zinatolewa, Pasaka inachinjwa. Alafu kesho yake ilikuwa ni Sabato, Jumamosi ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa hivyo zikawa zimekutana tarehe 15 mwezi wa kwanza, Sabato mbili zimekutana, na ndio maana tukaona Yohana 19:19 mstari wa 31 inaitwa Sabato kubwa. Chachu inasimamia nini? Tunakula mikate isiyotiwa chachu. Chachu ni nini? Tuliona Wakorintho wa kwanza 5:8. Chachu inasimamia uovu na ubaya. Chachu inasimamia dhambi. Haleluya. Na tukasoma Kutoka 12 fungu la 20 ikatuambiaje? Ndani ya nyumba zetu, ndani ya boma zetu, tusiwe na kitu chochote kilicho na chachu. Tusile kitu chochote kilicho na nini? Na chachu. Maandazi ni ya nani? Ni ya Wakristo. Maandazi ni ya Wakristo. Tukaona maandazi ya boycott na baking imeweka yeast, sio ya Wakristo. Maandazi sio ya Wakristo. Kama ni maandazi, labda tupike yetu, tutengeneze yetu, ili ambayo haina baking. Maana Kutoka, soma hiyo 12:20 inasema tusile kitu chochote kilicho na chachu, maana tumeona chachu inasimamia uovu na ubaya. Ndio andazi linafura hivi, ukifinya kanakuwa kadogo, ni pumzi tu. Hiyo ni uovu, ni ila, ni ubaya, ni dhambi. Na mwili wa Yesu ulikuwa una dhambi. Soma haraka mtu. 29 nasema hivi 12:20. 12:20 nasema hivi. Inasema msile kitu chochote kilichochachwa
mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu yote. Ati tumeambiwa tutakula nini? Mikate isiyochachwa katika makao yetu yote. Haleluya. Amen. Haleluya. Mama wewe unauliza tutakula nini? Umesikia? Unapika, unachukua, unatengeneza mwenyewe kwako nyumbani. Ama ukitaka mandazi utengeneze kwako nyumbani bila nini? Bila chachu. Bwana asifiwe. Unajua sio hiyo peke yake. Hata mikate ya duka iko na yeast, superloaf. Hii hata hii mikate ya duka yeast iko na yeast. Superloaf. Hiyo pia hiyo. Na ndio niwaambie inaleta shida kwa tumbo. Inaleta magonjwa na vidonda vya tumbo. Ndio hiyo. Hii mnakimbilia hata wageni wakija badala wapikie chapati, watu wanakimbia kwa duka na nunua mkate. Naleta hapo ya bofro. Hiyo si ya Wakristo. Hapo tumetoka. Twende kuishi sikukuu ya tatu. Kwa hivyo tusile kitu kilicho na chachu katika nyumba zetu zote. Maana chachu inasimamia uongo. Twende sikukuu ya tatu. Fungu la 9. Twende haraka maana tunaenda hivi. Fungu la 9. Twende. Kisha Bwana akanena na Musa na kuambia, nena na wana wa Israeli uambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapoletea makuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu, naye atautikisa mganda mbele za Bwana. Akaja Mungu akasema sikukuu ya tatu ilikuwa inafanywa tarehe 16 mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wanaambiwa walete mganda wa mavuno yao. Mganda ni sehemu. Ulete sehemu ya mavuno kwa Bwana iombewe. Shamba lako lipate mibaraka. Kazi malimbuko yanaletwa, mazao ya kwanza. Tuliona inaletwa wanadamu, hata wanyama walikuwa wanaletwa. Kama ni mtoto wa kiume alikuwa anapeanwa kama vile Samuel alipeanwa. La sivyo unatoa sehemu fulani ya fedha inasimamia hicho kifungua tumbo chako. Kutoka tuliona 22 fungu la 29 inasema hivi. Angalia confirm 22:29. Ngoja, usitoke hapo. Wewe usitoke hapo. Kazi hapo maana utasoma fungu la 14. Inasema hivi, ngoja niangalie hapo. Kutoka 22. Sikia. Inasema hivi. 22:29. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako. Mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Mungu anasema lazima ulete malimbuko. Nawe utafanya hivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Kwa hiyo hata ng'ombe na kondoo zitolewe malimbuko. First fruits, kifungua tumbo chote cha tumbo ni cha Mungu. Kile chote kinafungua tumbo lazima itolewe sadaka fulani. Kama hata ni mtoto, Biblia inasema hata kama ni mtoto anatolewa sadaka fulani ili ulinde hiyo boma lako, ulinde uzao wako mwingine utakaozaa. Bwana asifiwe. Amen. Na tuliona Mithali 3:9 na 10 ukifanya hivyo utabariki. Na fungu la 11 ikasema, nasema nanyi msile mkate wala bisi wala masuke machanga hata siku hiyo hiyo, hata mtakapokuwa mmekwisha kuleta sadaka ya Mungu wenu. Hii ni amri ya milele katika vizazi vyenu katika makao yenu yote. Na akasema usile chochote. Wewe na mimi tusile chochote kama hatujaleta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu kwanza. Mungu apenda nafasi katika maisha yetu wapenzi. Tutabarikiwa, tutalindwa na je. Sikukuu ya 4 twende. Mtoni sikukuu ya 4 twende. Sikukuu ya 4 inasema hivi. Walawi 23 twende. 23:15 inasema hivi, nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mtauleta mganda wa sadaka ya kutikiswa. Sitatimia Sabato 7, hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50. Mtahesabu siku 50. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo sikukuu ya 4 inafanyika baada ya siku 50. Inaitwaje? Tuliona inaitwaje? Pentecost. Pentecost inamaanisha siku 50. Kwa hivyo ilikuwa inafanyika siku ya 50. Inaitwa Pentecost. Walikuwa wanaleta nini? Wanaleta mavuno mengi. Maana wamevuna sasa. Wameleta mavuno mengi. Sio hiyo peke yake. Wamekuja na mikate. Biblia inasoma fungu la 17. Wanakuja na mikate miwili ambayo imetengenezwa, imepikwa na chachu, imepikwa na mbeke na isti. Sikia. Sasa inasema hivi, mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa sehemu ya 12 ya eva, itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu. Simamia hapo. Itaokwa na chachu. Kwa hiyo hii siku ya 50 wanakuja na mikate miwili imetengenezwa na chachu. Chachu tuliona inasimamia nini? Uovu na ubaya. Chachu inasimamia dhambi. Sasa tukajiuliza, kwa nini wanaleta hii siku ya Pentekosti, mazao yao ya kwanza, wanakuja tena na mikate miwili imewekwa chachu? Kwa nini? Tukaona chachu inasimamia mambo mangapi? Mawili. Mahali ya kwanza inasimamia dhambi na uovu. Lakini mahali ya pili, Mathayo 13:33. Twende mkono. Twende mtumishi. Ndio, chachu. Kumbe chachu iko na maana mbili. Chachu inamaanisha tena nini hapa? Kazi ya neema ndani ya maisha ya mtu. Watu wakiandaliwa katika ufalme wa mbinguni. Vile Roho wa Mungu anafanya, vile Mungu mwenyewe anafanya kupitia kwa Roho wake ndani ya maisha ya mtu, akibadilishwa kutoka hali moja kwenda hali nyingine, akiandaliwa maisha ya milele. Haleluya. Soma tusikie. Inasema hivi, akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu iliyotiwa na mwanamke akistiri ndani ya pishi 3. Ati ufalme wa mbinguni umefanana mwanamke mmoja aliweka chachu katika pishi ya unga, alafu hata ikachachwa wote pia. Basi mwanamke kwa unga aliweka chachu kidogo, unga yote ikachachwa. Biblia Yesu akasema ufalme wa mbinguni umefananishwa na mwanamke aliweka chachu kwa unga, chachu kidogo yote ikachacha. Maana yake ni nini? Ni kazi ya neema, kazi ya ukombozi. Vile Mungu anatenda ndani ya maisha ya mtu. Tulikuwa wezi, tulikuwa waulaji, tulikuwa walevi, watu wa kuvuta sigara, watu tuliokuwa hatuna matumaini. Tukasikia neno la Mungu. Neno la Mungu lililinganishwa na chachu. Tukahubiriwa. Tulipohubiriwa, hilo neno likatupata. Labda saa hiyo hukuamini, likaendelea kufanya kazi polepole. Polepole. Hata saa hii nikikuuliza, kuna mzee mmoja tumekuwa tukija naye saa hii. Akaniambia, unajua sijakuona hapa peke yake. Nikamuuliza, uliniona wapi? Akaniambia miaka 20 imepita. Ameniambia saa hii asubuhi. Akaniambia, wewe nilikukuta ukihubiri mahali miaka 20, zaidi ya 20 imepita. Nikamuuliza, hai, ananiambia leo asubuhi. Kwa nini? Uliona wapi? Akaniambia nilikwenda Gikomba. Pale mahali kunauzwa samaki. Nilipokuwa hapo, nikasikia mtu anahubiri kwa ukuta zaidi ya miaka 20 imepita Gikomba. Nikasikia mtu alikuwa anahubiri kwa ukuta, anahubiri kwa ukuta. Na nikasikia hiyo ujumbe ni ujumbe wetu. Huo ujumbe ni wetu. Nikaamua acha niende, nikaacha kazi zote, nikaamua acha niende nikasikia unabii unahubiriwa hapa Gikomba. Zaidi ya miaka 20 imepita. Akaja, akaniambia nilipokuja, nikakuta unahubiri. Ameniambia leo asubuhi na tuko na yeye hapa. Lakini saa hii alikuwa hapa, naona kama ametoka kidogo, labda ako jikoni. Miaka zaidi ya 20. Unaona? Kuna mwingine pia aliniambia hapa hivi. Aliniambia, unajua nini? Wakati ulikuja hapa ndio niliamini. Mmoja wenu hapa
Mzee mmoja tu hapo. Akaniambia wakati nilikuwa mhubiri ndio nilisikia neno mkihubiri hapa, sijui ilikuwa ni hapa ama Msalaba, sijui ama ni Ekoromani, sijui ama ni Umuri. Zamani hizo akaniambia ulipokuwa unahubiri, unajua ndio nilisikia hiyo neno nikaamini. Unaona? Yaani hiyo ndio inaitwa chachu. Maana yake ni nini? Neno linahubiriwa, linakuchoma. Unaweza kutoamini saa hiyo, lakini halitakupatia amani. Unakuja kuamini mwaka moja, 2, 3, 5 baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio maana chachu ikatajwa pale. Yaani siku ya Pentekosti mikate miwili imeokwa kwa chachu. Chachu maana yake ni nini pale? Ufalme wa mbingu. Vile watu neno linafanya kazi ndani ya maisha ya mtu. Tofauti. Sasa sikia. Tofauti, angalia, na vile wengine huwa wanasema ati mimi niliamini mwaka 2000. Wengine wanataja hata tarehe. Anasema niliamini mwaka 2000, niliamini sijui mwaka 2005. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Sikia, mambo ya kusema niliamini mwaka 2000 hadi mwaka 1990, huo ni uongo. Unajua kwa nini? Kazi ya ufalme wa Mungu, neno la Mungu linafanya kazi polepole ndani ya mtu. Isaya 30 mstari wa 21 inasema, utasikia sauti nyuma yako ikikwambia njia ni hii fuate, ukigeuka pande hii ama ukigeuka pande hii. Neno linapopandwa ndani ya moyo wa mtu linaweza chukua hata mwaka moja, hata miaka 10 kabla hajabadilika. Ukweli ama uongo? Ndio maana ya chachu. Unaweza kuwa ulihubiriwa hata hapa sasa. Wacha niulize, wewe umekuwa labda wengine mkila mandazi, si ndio? Si mnakula mandazi? Si wengine mlikuwa mnatumia hata pilipili kwa chakula? Lakini jana nilipowaambia pilipili ni sumu kama unaitumia kwa chakula kila siku. Kwa nini? Pilipili haifai kuliwa kama chakula kila siku. Pilipili inadhoofisha tumbo. Yaani utumbo, yaani membrane, yaani ngozi ya tumbo. Alafu unakuwa unapata magonjwa na shida nyingi kwa tumbo. Pilipili. Kwa hiyo tukasema pilipili inatumiwa kama dawa. Sio kuweka kwa chakula. Hiyo itakuua, italeta magonjwa, itaharibu mwili. Na watu wengi wanadanganywa wanakula kwa chakula. Wengine wanasema ati lazima kila chakula ile pilipili. Uongo. Pilipili haifai kuliwa kwa chakula. Hamna. Pilipili inatumika kama dawa wakati una shida ya tumbo ama wakati unaumwa, lakini ukiumwa kuna vile inapakwa. Hiyo sitaki kuingia pale. Angalia, ama vile unaitumia kama una shida kwa tumbo, unaweza ikula. Unakoroga kwa maji moto, weka pilipili ya Cayenne. Pilipili ninazozungumzia ni Cayenne, kale ka pilipili kadogo. Unatafuta unga yake, unaweza nunua supermarket, alafu unakoroga kwa glasi ya maji moto, alafu unakoroga, alafu unaacha maji inakuwa kiasi, alafu unakunywa. Shida ya tumbo inaisha. Unaona hiyo? Hiyo shida inaisha. Lakini sasa angalia, lakini pia lazima ujue kama hali yako iko namna gani. Unaona nini kama hii? Lakini sio kwa kula kila wakati. Kama unakoa ama mtoto anakoa, chukua pilipili ya Cayenne, weka kwa mkono, weka mafuta, changanya, paka hapa. Kama ni kifua, kama anakoa, hata wewe, kama una maumivu, kama kuna mahali unasikia uchungu, unaipaka hapo. Paka hapo. Huyo mtoto akoi tena inaishia hapo. Hata wewe, hiyo shida inaishia hapo. Hata kama una mguu, ile unasikia unawashwa, unashindwa kulala, hiyo Cayenne paka, changanya na mafuta, koroga ifanye kama matope. Hiyo matope, paka hapo. Hiyo biashara imeisha. Unaona? Lakini sio kinywaji cha kila siku. Atunaweka kwa chakula. Kwa hivyo ndio maana unaona neno la Mungu linakuwa kama chachu, linatusaidia tunabadilika. Haleluya. Kazi ya neema ya Mungu kuokoa. Sikukuu hiyo siku ya Pentekosti tuliona Matendo ya Mitume 2. Watu walipokuwa naleta mazao ya kwanza, mavuno mengi, wataua. Hiyo Matendo 2 fungu la 5. Inasema wale walikuja Yerusalemu siku ya Pentekosti baada ya Yesu kwenda mbinguni. Walikuwa ni watu wametoka dunia yote, wataua mali yake ni nini? Watakatifu. Watu wamebeba mazao yao ya kwanza, malimbuko, wamekuja na mikate na tena
wamebeba malibuko. Sasa ile wameleta mazao mengi siku ya Pentekosti. Siku hiyo angalia nini ilifanyika. Mstari wa 41, watu 3,000 wakajitoa, wakabatizwa na wakajiunga na kanisa la mitume. Bwana asifiwe. Yesu akajivunia, akavuna watu 3,000. Swali, unafikiria watu 3,000 walihubiriwa hiyo dakika kidogo na Petro na mitume wakaamini? Hapana. Hiyo ni kazi Yesu alikuwa ameacha, amepanda mbegu, ndio ilikuja ikamea. Hiyo ndio maana ya chachu. Ndio maana hiyo siku ya Pentekosti mikate ilikuwa na chachu. Ile mbegu Yesu alikuwa ameacha, amepanda kipindi alichokuwa duniani, ndio ilizaa mazao katika sikukuu ya 5. Twende sasa haraka mtumishi. Walawi 23. Walawi 23. Ndio fungu lake ni fungu la 23. Kwa hivyo lazima tulete mazao ya kwanza. Ndio lazima tuandae watu kwa ufalme wa mbinguni. Yesu anakuja kuvuna watu wengi mbinguni. Tufanye kazi ya Mungu, tuandae watu kwa hiyo sikukuu ya pekee ambayo ni mavuno yale yanaandaliwa mbinguni. Wale mitume waliandaa watu siku ile, lakini sisi tunaandaa watu kwa nini? Kwa ufalme wa milele. Wengi watavunwa. Twende pale tufanye ni kazi. Haleluya, amen. Twende sasa. Anasema hivi, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, waambie mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi, utakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kusifika baragumu, ni kusanyiko takatifu. Ukumbusho wa kupiga baragumu. Endelea. Inasema hivi, msifanye kazi yoyote ya utumishi, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Sikukuu ya 5 inaitwa sikukuu ya kupiga baragumu. Inaitwa tarumbeta, trumpets. Wanapiga baragumu siku 10. Kuanzia siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, na hizo tarumbeta zitakoma kupigwa tarehe 10 mwezi wa 7. Zinapigwa siku ngapi? Wewe, zinapigwa siku ngapi? Siku ngapi? Kuanzia lini? Siku ya tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 10. Inaitwa sikukuu ya kupiga baragumu. Na pia tukaambiwa walikuwa wanatoa pia makafara. Walikuwa na makafara, walikuwa wanatoa sadaka, walikuwa wanatoa sikukuu ya kupiga baragumu. Tarumbeta. Kwa nini tarumbeta zilikuwa zinapigwa? Angalia, wewe angalia. Zilikuwa zinawaonya. Kwa nini? Zinawaandaa, maana siku ya mwisho ya kupiga tarumbeta, siku ya mwisho ni tarehe ngapi? Tarehe 10. Siku ya mwisho ya kupiga tarumbeta ni nini kinafanyika? Ndio kutakuwa na sikukuu ya 6 ambayo Mungu akijalia tutaona kesho, ambayo inaitwa sikukuu ya watu kuondolewa dhambi. Sikukuu ya watu kuondolewa dhambi zote ambazo wamekuwa wakifanya mwaka mzima wakiungama na kutobu, zinaondolewa zote. Na yule atakosa kujitakasa kipindi hicho, alikuwa anakufa. Unakufa kabisa. Na watu wengi ndio maana walikufa. Walikuwa unakufa. Waisraeli wanapoendelea na safari ya kwenda Kanaani, wewe unakufa. Na ndio maana ilikuwa ni hatari sana. Tarehe 10 mwezi wa 7, hiyo ilikuwa ni hatari sana. Siku ya mwisho ya kupiga tarumbeta ilikuwa ndio sikukuu ya 6, Day of Atonement, siku ya upatanisho. Yaani dhambi zote kuondolewa na mtu kuwekwa hai. Angalia, na kama ungepatikana na dhambi hata moja, hujaungama, hujatubu, ulikuwa unakufa. Hiyo tutaangalia kesho. Na ndio maana, kwa sababu hiyo siku iko mbele, ni hatari sana, na hiyo siku ni ya maana sana, na yule atakosa kujitakasa atakufa. Ndio maana wanaonywa mapema. Wewe, wanaonywa mapema na nini? Na baragumu. Zinapigwa siku ngapi? Siku 10. Kuanzia tarehe 1. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
tarumbeta hizi zilianza lini? Sikia. Tarumbeta katika maisha yetu zilianza lini? Sikia. Tarumbeta zilianza hivi. Kuna mtu mmoja alisoma unabii wa Danieli 8:14. Soma mtumishi. Anaitwa William Miller. Naomba ushike hiyo vizuri. Tarumbeta zilipigwa lini na zilipigwa na nani? Angalia. Mtu huyu anaitwa William Miller. Alizaliwa mwaka wa 1781. Mwaka gani? 1781. Akafa mwaka wa 1849. Mwaka wa 1849. Sikia. Huyu William Miller, sikia vile alifanya. Danieli 8 fungu lake la 14. Inasema Danieli 8:14. Ndio haraka mtumishi. Akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 iko patakatifu patakapotakaswa. Angalia. William Miller alisoma unabii wa Danieli 8:14 ambayo inasema baada ya siku 2300 patakatifu patatakaswa. Sasa sikia. William Miller akajua patakatifu patakapotakaswa ni dunia hii itatakaswa na dhambi. Ni dunia hii itaoshwa na moto, itakaswa na moto, ni kuja kwa Yesu. William Miller akaanza kuhubiri, akaona Biblia inasema baada ya siku 2300 patakatifu patatakaswa. Hapa patakatifu patatakaswa ni lini na ni wakati gani? Akaanza kusoma hiyo Danieli. Mtumishi, fungu la 15. Sikia. 15. Wewe. Ikawa mimi itasema hivi, ikawa mimi mimi Danieli nilipoyaona maono hayo, nilitafuta kuyafahamu, na tazama alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu, nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto ule Ulai iliyoita na kusema, Gabriel, ufahamishe mtu huyu maono haya. Angalia. William Miller akaona Danieli alikuwa ameambiwa Mungu ametuma malaika Gabriel. Akamwambia Gabriel ni malaika mkubwa, alichukua nafasi ya Lucifer ama shetani. Alipoasi mbinguni akaitwa shetani. Hiyo nafasi ya shetani ilichukuliwa na mtu anaitwa malaika Gabriel. Malaika Gabriel ndiye alichukua. Sikia, anasimama mbele za Mungu. Huyo ndiye malaika mkubwa. Angalia. Sasa ndiye Gabriel akaambiwa na Mungu, enda ambia huyu Danieli aelewe hiyo unabii wa hizo siku 2300. Danieli 9:22. 9:22 msomi haraka. 9:22. Twende amure. Nasema hivi. Twende. 22 nasema hivi. Nasema namna hii. Akaniagiza, akaongea nami, akisema, Danieli, nimekutokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Angalia, Gabrieli ndiye alikuja sasa. Akamwambia Danieli, sikia, ninakuja sasa nikuambie maneno uelewe zile siku. Mstari wa 25. Sikia. 25. Basi na ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri na kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, hata zamani zake Masihi aliye mkuu utakuwa na majuma 7. Na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki. Hatutasoma hiyo yote. Rudia mstari wa 25. Basi ujue na ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri na kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, hata zamani zake. Malaika anaambia hivi Gabrieli, anaambia Danieli hivi, ujue. Sasa anaanza kumfahamisha ataanza kuhesabia wapi. Anamwambia, sikia, wakati amri itatolewa, mrudi kwenu Yerusalemu, kujenga Yerusalemu, hapo ndio mnaanza kuhesabu. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku 2300 wanaanza kuhesabu lini? Maana walikuwa utumwani. Walikuwa wamechukuliwa na Nebukadneza, wakawa hata wakati wa ufalme wa Meda Wajemi. Sasa wako utumwani Danieli na akina Shedraki na Meshaki na Abednego na akina Ezra na Wayahudi wengine. Sasa sikia, anaambiwa na malaika hivi, maana saa hiyo wako utumwani. Akaambia, sikia,
siku ile mtaambiwa mrudi kwenu Yerusalemu mkajenge. Ile ilikuwa imekomoroa Nebukadneza. Hapo ndio mtaanza kuhesabu. Bwana asifiwe. Amina. Sheria ilitolewa lini? Ezra 6:14. Twende haraka. Ezra 6:14. Twende msomo. Ezra 6:14. Twende. Inasema hivi, nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao Hagai nabii na Zakaria mwana wa Ido, wakajenga wakamaliza kazi yao kwa maagizo ya Mungu wa Israeli na kwa amri ya Koreshi. Sasa sikia, wewe sikia. Kwa amri ya nani? Sikia. Ya Koreshi na Dario. Angalia pole. Kwa amri ya nani? Msomi. Ya Koreshi. Wa kwanza aliyetoa sheria Waisraeli warudi kujenga Yerusalemu alikuwa anaitwa Koreshi. Wa pili Dario. Wa pili anaitwa Dario. Wote walikuwa serikali ya pili wameenda wajemi. Watatu Atesta mfalme. Atasasta. Watatu wa Uajemi. Wote walikuwa ni wa serikali ya wameenda wajemi. Sikia. Hao wafalme watatu ndio walitoa amri na wakaambia Waisraeli hivi, mnaruhusa mrudi kwenu mkajenge Yerusalemu. Unabii ulikuwa umesemaje? Wakati mtaambiwa mrudi kwenu Yerusalemu mkajenge, hapo ndio mtaanza kuhesabu. Hebu sikia, historia inasema hivi. Sheria ile ilitolewa mwaka wa 457 kabla ya Yesu kuzaliwa, 457 BC. Sasa ukiongeza, na ilitolewa mwisho wa mwaka, inaitwa Atam, mwisho wa mwaka. Ukiongeza zile siku zilikuwa ni ngapi? 2300. Zinakuja ngapi? Wewe kutoka 457 BC uongeze 2300. Hiyo miaka 2300 ile tuliambiwa Danieli 8:14 itaishia lini? Ukiangalia unasema 2000, unasema 2300 minus 457 inakuja 1843 AD. Inakuja mwaka 1843. Lakini angalia, kwa vile hapo ndio katokea mtu anaitwa William Miller. William Miller akaanza kuhubiri sasa. Akaanza kusema kuanzia mwaka wa 1843 Yesu atarudi duniani. Na akaanza kuhubiri William Miller. Na akaanza kuhubiri sana kuanzia 1843 mwezi wa 3. Yesu alianza kusema kati ya 1843 mwezi wa 3 na 1844 mwezi wa 3, hapo katikati ndio Yesu atarudi duniani. Ufunuo 11 twende. Ufunuo 10 mstari wa kwanza na wa pili, na uruke usome 8 mpaka 11. Twende. Akaanza kuhubiri na watu wakaamini. Unabii wa Ufunuo 10 ukatimia. Yaani akaanza kuhubiri Yesu atakuja mwaka 1843 kati ya mwezi wa 3 na 1844 mwezi wa 3, na watu wakaamini. Na anawapeleka kwa Danieli. Anawapeleka, wanaona kweli hizo siku zinaishia 1843. Wanasema kweli Yesu atarudi. Angalia, sikia. Inasema hivi, ufunuo Yesu Kristo aliopewa na Bwana. Nasoma kitabu gani? Ufunuo 11 na 2, alafu ruke usome 8 mpaka 11 haraka. Twende. 11 ndio unabii ulitimia wakati huo. Nasema hivi, Ufunuo 11 na 2 ilitimia wa kipindi hicho. Soma. Kisha nikaona malaika mwingine. Yohana alikuwa ameonyesha malaika mwingine Mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Anashuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Alafu na uso wake ulikuwa kama jua. Na miguu yake kuwa kama nguzo za moto. Twende haraka msomo. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo. Angalia, Yohana alikuwa ameonyeshwa malaika ameshika kitabu kidogo mkononi. Alafu kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari. Angalia. Akaweka mguu wa kuume juu ya bahari, alafu wa kushoto juu ya nchi. Angalia, malaika Yohana anaonyeshwa. Elewa huyu nabii leo. Mguu wa kuume umekanyaga juu ya bahari. Mguu wa kushoto umekanyaga juu ya nchi. Ameshika kitabu kimefunguliwa. Kwenda.
naye akalia kwa sauti kuu. Haya, twende Simba agurumavyo. twende fungu la 8. Fungu la 8. Twende. Na sauti ile ndio isikia kutoka mbinguni ilisema nami. Yohana akasikia sauti kutoka mbinguni ikiongea na yeye. Ikamwambiaje? Nenda ukakitoe kile kitabu na kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, akaniambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwe ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Endelea. Nikachukua kile kitabu. Yohana akaenda akachukua kile kitabu katika mkono wa yule malaika. Kwa mkono wa yule malaika. Nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokuja kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Asante. Unabii wa Ufunuo 10 ulitimia kipindi hicho. Angalia, malaika amekanyaga mguu mmoja juu ya bahari na mwingine kwa nchi. Maana yake ni nini? Injili lazima ipelekwe. Watu wavuke bahari wakipeleka injili, watu waende nchi kavu wakipeleka injili. Tusalimiane. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ujumbe uhubiriwe. Kitabu ameshika mkononi. Angalia, Yohana akaambiwa chukua hicho kitabu kwa malaika. Na ujue itakuwa hivi. Ukila mdomoni ni kitamu kama asali, lakini kikiingia kwa tumbo ni kichungu. Maana yake ni nini? Sikia sasa. Wakati William Miller alianza kuhubiri mwaka wa 1831, nilikwambia alizaliwa mwaka wa 1781. Baada ya miaka 50 ndiye akaanza kuhubiri. William Miller akiwa miaka 50, 50 years. Miaka 50, wacha vile wazee hapa wanasema, mtu anasema nimefika miaka 50, nimezeeka, nimeachia vijana wa udini. William Miller alifanya kazi kubwa dunia hii ya kutimiza unabii wa Ufunuo 10, na alianza kuhubiri akiwa miaka 50. Alikuwa kanisa la Baptist. Akaanza kuhubiri, akasoma unabii na akaelewa Yesu atarudi mwaka 1843. Kati ya 1843 mwezi wa 3 na 1844 mwezi wa 3 akaanza kuhubiri. Watu wote, Wakristo wote wa kipindi hicho wakaamini. Wakaona kweli huyu mtu ako sawa, hakuna mtu anampinga. Unajua ni kwa nini? Anakuwapeleka Danieli 8:14 na anakuambia hizo siku zinaanza 457, wote wanajua. Alafu anakuambia kweli Yesu anakuja 1843. Kila mtu anaona ni kweli. Watu wakaamini, wakaacha nyumba zao, wakaacha kazi zao, yaani waliacha biashara zao. Wacha leo saa hii watu ni ngumu kuacha biashara. Wacha saa hii ni ngumu watu kuja makambi ya wiki moja. Watu waliacha, wakajitakasa, mahali walikuwa najua Yesu anarudi. William Miller akaanza kuhubiri mwaka wa 1831. Ilipofika mwaka wa 1833 akapewa kibali na kanisa lake la Baptist. Yeye amekubalika kama mhubiri aende dunia yote. Kuanzia 1833 William Miller akahubiri. Sasa sikia kitu cha ajabu. Wakati anahubiri watu wanaamini. Mbaa zikawa ni makanisa. Watu wakaacha kunywa pombe. Mbaa zikawa zote ni makanisa. Watu wanakutana kusoma neno na kuomba. Kusoma, kuomba. Kila mtu anaamini Yesu anarudi. Watu wakajitakasa, watu wakaomba, watu wakajinyima, watu wakajitoa. Watu wakaacha mashamba, wakaacha kujitakasa. Maana Yesu anarudi na ukweli ndio huo. William Miller akapewa nguvu na Mungu, akatangaza ujumbe kipindi hicho. Na akawadhibitishia na hii Ufunuo 6 kuanzia 12. Twende msomo. 6:12 Ufunuo na 13 na 14. Na akawadhibitishia hivi. Kwa nini? Soma. 6:12. Twende. Nami nikaona nilipofungua muhuri ya 6. Ndio. Pakaona tetemeko kuu la nchi. Kukawa na tetemeko kuu la nchi hapo. Jua likawa jeusi kama gunia. Kafinga. Mwezi wote ukawa kama damu. Na nyota zikaanguka juu ya
makosa yake. Wewe mtumishi, unajua ujumbe utasikika dunia yote hii. Wewe karibia microphone. Hii sauti isikike kwa sababu hii inachukua hapa itahubiri, itaenda dunia yote. Hii inachukua hapa inaenda dunia yote. Kwa hivyo tukaribia vizuri watu wasikie. Pole. Na nyota zikaanguka juu ya nchi. Nyota zikaanguka juu ya nchi. Kama vile mtini upokosoa makosa yake. Alafu ukatikiswapo upepo ukatikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikafunguliwa. Mbingu zikaondolewa. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa. Na kila mlima na kisiwa kikahamishwa. Ukatoka mahali pake. Asante. Na watu wakakimbilia milimani wakiambia, hebu sikieni. Bwana asifiwe. Sikia. William Miller akasoma Ufunuo na anasomea watu ya kwamba dalili za kuja kwa Yesu ni nini itafanyika kwanza? Tetemeko litakuweko kubwa, nyota zitaanguka, mwezi utatiwa damu. Bwana asifiwe. Sasa sikia. Ili ujumbe wa William Miller uaminike kweli Yesu anarudi. Unajua vile ni nini kilikuwa kimefanyika? Mwaka wa 1755. Nimesema nini? Mwaka 1755 kulikuwa kumetokea tetemeko kubwa duniani linaitwa Lisbon earthquake. Tetemeko lilikuja dakika 6 likaua watu 60,000 kwa sekunde 6. 60,000 wamekufa within a short time. Angalia, inaitwa Lisbon earthquake. Dakika 6 tu. Nimesema sekunde, dakika 6. Hebu fikiria dakika 6 watu 60,000 wakafa. Dunia yote wakati walikuwa wamejua hiyo ilikuwa imeshangaza. William Miller akamwambia ilitabiriwa wakati Yesu anarudi kutakuwa na tetemeko kuu. Akamwambia si mnakumbuka 1755 watu watakubali. Sikia. Angalia anapoendelea kuhubiri, nimekwambia aliidhinishwa na kanisa lake la Baptist kuanzia kuhubiri nini? 1833. Sisi nimewambia 1833. Huo mwaka wakati tu anaendelea akianza kuhubiri kwa nguvu. Unajua vile vilifanyika? Tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka huo. Wewe unajua nini ilifanyika? Nyota zikaanguka. 1833. Nyota zikaanguka kama mtini kukutisabia makosa yake. Vile Yesu alikuwa amesema nyota zitaanguka. Unaona? Maajabu yakatokea. Sikia. Tarehe 13 mwezi wa 11 nyota kuanguka. Lakini sasa sikia. Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka wa 1780. Nimesema nini? Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka wa 1780. Unajua vile vilifanyika? Jua lilichomoza vizuri asubuhi, kufika saa 3 giza. 1780. Giza. Na ng'ombe wakarudi saa 3 asubuhi. Ng'ombe wamefunguliwa, wameenda kulisha, saa hiyo wakarudi. Giza likaanza kuingia. Usiku ulipofika na kukawa na giza mpaka usiku. Kutoka kama saa hii kuwe na giza mpaka usiku. Na usiku ulipofika, mwezi ulipotokea, ukawa mwekundu kama damu. Unabii ambao Yesu alikuwa ametabiri ukatimia. Nani angekosa kuamini? Hebu nikuulize. Kulingana na ile Ufunuo 6 tumesoma kuanzia 12, baada ya giza kutiwa, mwezi wa kutiwa giza na mwezi kuwa damu na tetemeko kubwa na nyota kuanguka, ni nini kilikuwa kinafuata? Si Yesu kurudi? Akawaambia, sikia mzee. Akawaambia sikia, Yesu anarudi. Wote wakaamini. Maana matukio yote ya Ufunuo yaliyotabiriwa yametimia. La mwisho limetimia 1833. Wakati ameanza anarudi, watu wakaamini Yesu atarudi. Lakini ukweli ni kwamba ilipofika Yesu hakurudi. 1843 Yesu hakurudi. Wakasema angalia, wakasema ukiona hajarudi. Alikuwa anawaambia Yesu atarudi katikati ya mwezi wa 3 1843
na mwezi wa 4 na mwezi wa 3 1844. Between March 1843 na March 1844 Yesu hakurudi mwezi. Wakangoja mwezi wa 3 1844 Yesu hajarudi. Wakarudi kwa vitabu. Angalia, wakarudi kwa vitabu. Kurudi kwa vitabu, wakarudi pale, sheria ilitolewa 457, haikutolewa mwanzo wa mwaka, ilitolewa mwisho wa mwaka. Wakasema atakuja mwaka wa 1844 mwanzo. Wakaweka tarehe nzuri ya uhakika ya kweli. Yesu anakuja tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844. Angalia, hiyo pia ikafika, Yesu hakurudi. Wengi wakarudi nyuma. Wengine wakarudi kwa pombe. Wengine wakasema mimi nilikuwa najua atakuja. Ni kama vile kanisani. Mungu anakuja kanisani akiwa na expectation, yani matazamio makubwa, anakaa anarudi nyuma. Anakuja akiwa moto, anakaa anarudi nyuma. Wengine wakarudi nyuma. Wengine wakarudia pombe. Wengine wakaanza kusema nilijua tu hakuna Yesu anarudi. Nilijua tu. Watu wakarudi nyuma. Kama vile watu wanaanza moto, wanaenda wakiwa baridi. Upendo wa wengi utakuwa siku za mwisho. Yesu alisema, lakini siwe kwangu na kwako. Haleluya. Angalia, ikawa hivyo, watu wakarudi, lakini kukabaki na watu wachache. Akina James White, kulikuwa na mwingine anaitwa Ellen G. White. Ellen Hammond alikuwa bado hajaolewa, anaitwa Ellen Hammond. Baba yake alikuwa anaitwa Hammond, na yeye pia walikuwa ni wa kanisa Methodist. Na wakasema, Mungu hawezi kukosea, sisi hatutarudi nyuma, tuombe na tutafute. Ndipo wakaendelea kuomba, na ndio nabii Ellen White miezi miwili baadaye, ambao ni mwezi wa Disemba sasa, ndiye akafunuliwa. Sio Yesu alikuwa anakuja duniani, ni Yesu anaingia mahali patakatifu mno mbinguni. Bwana asifiwe. Anaingia kufanya kazi ya mwisho ya upatanisho kwa ajili ya wenye dhambi. Yesu akaingia. Na hiyo Mungu akijalia, kesho sasa, hiyo ndio sherehe ama sikukuu ya 6. Usikose mahali tumefika, kesho na kesho kutwa. Hizi siku mbili. Hizo siku mbili zimebaki, usikose. Ndiyo Yesu akaingia mahali patakatifu mno tangu 1844 tarehe 22 mwezi wa 10. Yesu akaingia mbele ya Baba kufanya kazi ya mwisho upatanisho. Ni saa hii tunahitaji kutubu dhambi zetu. Ni saa hii tunahitaji kuacha na dhambi. Siku ya upatanisho, kazi ya mwisho kwa ajili ya wokovu wetu imeanza mbinguni. Tangu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Yesu aliingia Ole of Holies patakatifu mno, anafanya kazi ya mwisho. Saa hii kazi inakamilika. Haleluya. Umejiandaaje tunapomaliza? Umejiandaaje kwa hiyo siku? Wewe unarudi bado nyuma? Bado unasita ukisikia ukweli? Bado unapendelezwa uje kusimamia ukweli? Bado unapendelezwa kutunza sheria za Mungu na kutunza sabato ya Mungu? Bado unapendelezwa? Bado unasukumwa kutoa zaka na sadaka? Bado hata baada ya ukweli huu tutaendelea kupendeleza kutoa malimbuko? Mungu anataka tujitoe kwake kabisa kikamilifu. Tuwe watu wa kuomba, watu wa kutafuta uso wa Bwana, watu wa kujitolea kazi ya Mungu. Tutoe hata mali zetu, tufanye kazi ya Mungu kipindi kifupi, maana Yesu anarudi. Bwana asifiwe. Wakati anasema Mungu atusaidie. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya sikukuu ya tarumbeta. Tarumbeta zilikuwa zinapigwa zikionya kwa ajili ya sikukuu kubwa ya tarehe 10 mwezi wa 7, ambao ilikuwa ni siku ya upatanisho. Watu waondolewe dhambi, watakazwe kabisa, dhambi zao ziondolewe walizotenda, na wakiungama mwaka huo mzima, ili itakapokuwa tarehe 11 wanakuwa wametakaswa, wako hai, ni viumbe vipya. Yeyote ambaye alikosa kufanya utakaso huo alikuwa anakufa. Waisraeli wakielekea safari yao kwenda Kanani, au watu walikuwa nakufa. Tusaidie na sisi tuelewe. Tangu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844 Yesu aliingia mahali patakatifu mno kufanya kazi ya mwisho ya upatanisho.
Baba tusaidie kuungama dhambi zetu, tusaidie tuache dhambi na madhaifu ya kila aina, utukamilishe kwa Roho wako na neema yako hii badilishao. Tusaidie Baba kipindi hiki tunamoishi, ili Baba tusije tukalemewa na dhambi, tusije tukazingirwa na dhambi mpaka mwisho tukapotea bila matumaini. Wabariki wote ambao tumesikia maneno haya, tunapoendelea katika kambi hili. Sifa na tukufu zikurudie, mapenzi yako yatimizwe kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen.